Okay, labda sasa kama kuna mwajiri ambaye ana mawazo tofauti, wadada naona wameongea wengi. Kama kuna dada mwingine anahitaji kuchangia, lakini ningetamani, nadhani bosi ameongea mmoja. Kama kuna mwajiri ambaye ana chochote cha kuchangia kwenye hii mada, tuweze kumpa nafasi. Mada yetu kwa waliofika baada ya mada kutambulishwa. Mada yetu inasema maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto. Maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto? Kwa nini tunaleta hiyo mada wakati wanaendelea kutafakari namna ya kuchangia? Okay, tunaleta mada hii kwa sababu malezi ya watoto ndiyo priority kubwa na ndiyo changamoto kubwa sana kwenye jamii kwa sasa. Yaani jamii yetu inaenda kupata changamoto ya kuwa na vizazi vya tumezalishwa vijana kwa mfano wenye miaka 20 na 30 na ambao ni tegemezi. Yaani mtu ana miaka 30, ana miaka 28, ana miaka 25 ama hata 20, lakini bado ni tegemezi wa moja kwa moja, aidha kwa mzazi au anategemea sijui kwa mchumba au kwa mume, au hata kama ni wa kiume bado anakaa kwa wazazi wake anategemea. Yaani ile pale sio imetokea tu kwamba mtu afanye kazi, lakini hiyo imetokana na malezi na makuzi ambayo huyu mtoto amekuwa nayo. Kwa hiyo sisi kama taasisi sasa, kwa kuangalia kwamba hivi jamii inaendelea kupitia hii changamoto, ni kwa nini tumekuwa na kundi kubwa la vijana kubwa sana ambao wanalalamikia ajira kila siku, ambao wamekaa manyumbani hawana cha kujishughulisha nayo, ambao wanakaa kulaumu labda mifumo ya serikali au kulaumu wazazi wao au kutafuta tu wa kumlaumu kwamba ndio amempelekea yeye kuwa kwenye hiyo hali. Ni kwa sababu tayari mifumo sisi na tamaduni ambazo tumekuwa nazo zimetulea kuwa tegemezi. Lakini sasa sisi tunaleta hii mada ya maadili pamoja na hofu ya Mungu ili kuondoa hiyo changamoto, na njia pekee ya kuiondoa hii changamoto ni kuanzia kumtengeneza mtoto akiwa mdogo. Ndiyo maana moto yetu kubwa kwa mwaka huu kuanzia mwaka 2026 ni kuhusiana na malezi ya watoto. Kwa sababu kwa miaka ya nyuma ilikuwa wadada wa kazi za ndani ataosha vyombo na kudeki chini ya usimamizi wa mama ambaye yupo hapo nyumbani. Lakini sasa hivi on top of kuosha vyombo pamoja na kufanya usafi, dada anawalea watoto, ambayo hii sio kazi za ndani. Yaani tunaiweka sisi kwenye majukumu yetu ya kazi za ndani, lakini malezi ni kitu kikubwa sana. Yaani ni hata nje ya hiyo majukumu ya kazi za ndani, kwa sababu yale ndio umebeba hatima ya huyu mtoto. Maisha yake ya baadaye yanajengwa hapo kwenye malezi ya udogo. Kwa hiyo ndio maana tumeileta hii mada ili kwamba kutengeneza sasa hii awareness kwa mabosi pamoja na kwa wadada, na kuweka huo uzito na msisitizo kwamba jamani, malezi ya watoto yanahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo dada pamoja na wazazi wa watoto mnatakiwa mshirikiane kuhakikisha kwamba huyo mtoto anakuwa katika kumpendeza Mungu, lakini pia katika kujiamini, na lakini pia katika kujitegemea, ili hata baadaye tusije tukatengeneza tena kundi jingine. Ukiachana na sisi kundi hili, tunatengeneza kundi jipya tena na jingine la ambalo litakuwa tena ni tegemezi. Tunaelewana? Kwa hiyo ndio maana leo tukaja na hii mada hapa. Swala ni wewe uendelee kujifunza, ambaye anafahamu uendelee kujiboresha zaidi, ambaye hafahamu huo umuhimu. Tunatamani wadada wote ambao wanatoka kwenye taasisi yetu mjue jambo la malezi kwetu sisi ndio jambo lenyewe, ndio jambo zito zaidi, kwa sababu sisi hatuangalii tu kazi za ndani. Hii taasisi pia ilianzishwa ikiwa na malengo makubwa sana ya kuigusa jamii. Ndio maana tunaliongelea kwa uzito, kwa sababu sisi maisha ya watoto au makuzi na malezi yao, sisi kwetu ni furaha yetu kuona jamii itakuwa na mtazamo chanya au itakuwa na matunda ambayo yametokana na malezi bora ya watoto. Kwa sababu tunavyoongelea swala la wanawake, ambayo sisi tulianzisha huu mradi kuhusiana na haki za wanawake, lakini mara nyingi hata kwenye sheria za nchi na sehemu zozote waga wanawake wameambatanishwa na watoto. Unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu wanawake wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa vizuri. Ndio maana hata Biblia inasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama yake, lakini mtoto mwenye akili ni wa nani? Anampa heshima baba yake, ni furaha kwa baba yake. Lakini ukiwa tu mpumbavu ni wa mama yako. Kwa hiyo wamama, wazazi pamoja na wadada ambao tunakwenda kukaa kwenye hizi nyumba, ni lazima tujue kwamba zaidi ya kuosha vyombo na kudeki, jamani, tuna jukumu la kuwalea na kuwatengeneza vizuri hawa watoto ili waweze kuja kuwa ni taifa ambalo ni taifa lenye nidhamu, maadili mema na kuweza kujitegemea. Kwamba malezi ya watoto yanapaswa kufanya katika njia na mtazamo sahihi ama mtazamo chanya, ili kwamba tuweze kufanya vizuri kwenye majukumu yetu. Na wadada, kama tu hamjajua, mishahara yenu kama unakaa kwa bosi ambaye ana mtoto, yani hiyo ndio pesa. Tengeneza pesa kwa kupitia watoto wake. Yani watengenezee ratiba, wafanyie vitu ambavyo hawajawahi kufanyiwa kabla. Uone
Unaona Biblia inasema nijaribuni muone jinsi ambavyo atafungua sijui mibaraka sijui mvua atawanyeshea na nini. Hizo zote zilizotajwa. Sasa wewe ukitaka kumjaribu bosi wako mwenye mtoto wake nyumbani, fanya vizuri hapo. Ambaye hana mtoto au mwenye mtoto, angalia kile anachokipenda zaidi, fanya hapo, wekeza hapo, alafu utaona. Hilo ndio lengo letu kubwa na dhumuni letu ambalo limetupelekea sisi kuweza kutia mkazo kwenye swala la malezi ya watoto, ambayo pia ipo kwenye miongozo yetu, ipo kwenye trainings zetu ambazo tumeziweka kwenye maandishi. Sawa? Labda sasa kama kuna mwingine wa kuchangia. Karibu. Wadada Center. Haya, kwenye mada yetu ya hofu ya Mungu na maadili vina mchango gani kwenye malezi na makuzi ya watoto, vimeongeleka vingi. Lakini sasa kwenye ile maadili, tunavyosema ni kanuni, mafundisho na taratibu, sio tu dada unatumwa kwenda kumfundisha mtoto. Ile inatakiwa igeuke iwe ni maisha yako, yani ni uhalisia wako, ambapo sasa mtoto atajifunza kwako. Ndiyo maana tukiwa na dada ambaye tabia yake, mwenendo wake, utaratibu wake ni mbovu, ni hasi, tutaona hayo matokeo kwa mtoto. Yaani ndani ya mwezi mmoja toka dada umefika nyumbani, tuna uwezo wa kuona mtoto ameanza kutukana. Hii ameitoa wapi? Ni toka dada amefika. Mtoto ameanza kuwa na heshima wakati wa kula. Hii imetoka wapi? Ni toka amfika dada. Yaani kuna namna unaweza ukaonesha mabadiliko yako kutokana na mtoto anavyo behave. Kama mtoto alikuwa hana tabia ya kukaripia, kumfokea mtu, lakini ghafla tu mtoto anaanza kuonyesha mabadiliko hayo, ndio tunaona kuwa kwenye yale maadili ambayo tulikuwa tunategemea dada uyalete nyumbani yatakuwa hayajafika. Mchango ambao utauonyesha wewe ni ile hali ya tabia yako, maisha yako ya kila siku, ndio itakayo muimpact mtoto. Na ndio maana hata mwenzangu mwingine alipita, mchangiaji mwingine amesema unaweza ukawa hujamtukana mtoto, lakini kwenye simu zako wewe ukiongea unafoka, afu mtoto anasikia, unatukana, mtoto anasikia. Baada ya muda mtoto atalopoka hivyo mbele ya wazazi wataanza kushangaa. Kwa nini? Ni tabia ambayo imekuwa ngeni kwao. Haya, uende utamkuta mtoto ambaye tayari amekuwa na fujo. Wewe ukija na hiyo, una huo utaratibu ambao ni chanya, unafuata kanuni na mafundisho ambayo ni chanya, una uwezo mkubwa wa kumbadilisha mtoto, kwa sababu mtoto ana uwezo wa kuiga katika hali ile ya umri mdogo, na vizuri vingi ambavyo anavishika utotoni anakuwa navyo. Na ndio maana wanakuambia mlee mtoto katika njia impasayo, hata iacha hata katika uzee wake. Ina maana sasa hivi ambao tumepewa jukumu la kuwalea hawa watoto ni sisi wadada. Kwa tegemeo la mwajiri yoyote ni angalau awe amemleta dada ambaye ana matokeo chanya nyumbani kwake. Na ndio maana ukiwa umeenda nyumbani kwa bosi wako, lakini toka umefika mtoto hana amani, haufikishi hata miezi miwili, kwa sababu hawezi kuvumilia kumuona mtoto wake hana amani, wakati wewe ndo amekuleta pale uwe angalau una mchango fulani kwenye kuchangia amani ya mtoto, kuchangia ustawi wa mtoto. Kwa hiyo ombi langu na wito wangu kwa wadada, sio tu tuna base kwenye kufundisha usifanye hivyo tabia mbaya, afu ukigeuka wewe unafanya vile vile. Usifanye hiki Mungu hapendi, ukigeuka wewe unafanya vile vile. Mtoto ana uwezo wa kutosikiliza maneno lakini akaiga matendo. Asanteni sana.